kwanza, kama ilivyosemwa hapa, ilipewa jukumu la kufanya tathmini ya kina kuhusu mgogoro wa ardhi katika wilaya ya Ngorongoro, na tume ya pili ilipewa jukumu la kufanya utafiti wa kina wa utekelezaji wa zoezi la uhamaji wa hiari kutoka ndani ya eneo la Ngorongoro kwenda katika maeneo mengine ya makazi. Ndugu zangu wa Tanzania, mtakumbuka kuwa miaka ya nyuma kulikuwa na taarifa nyingi katika social media au katika mitandao, lakini hata mashtaka katika taasisi mbalimbali za kimataifa. Lakini lile pamoja na malalamiko ya wakazi wa Ngorongoro ya ndani yalinifanya mwezi Disemba mwaka 2024 nitafute nafasi ya kukutana na viongozi wa kimila wa kabila la Wamasai na wazee wa jamii ya Ngorongoro na kuzungumzia kadhia hii kama ilivyokuwa imesambaa. Tulisikiliza changamoto zao kuhusu masuala ya ardhi na utekelezaji wa zoezi la uhamaji wa hiari kutoka Ngorongoro kwenda maeneo yaliyoteuliwa. Kwa kiasi kikubwa, changamoto zao zilihusu matumizi ya ardhi, uhifadhi wa mazingira, pamoja na utekelezaji wa zoezi la uhamaji kwa hiari lililoanzishwa na serikali. Zoezi hilo lililenga kutoa fursa kwa wakazi wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro waliokuwa tayari kuhama kwa kuwapatia maeneo mbadala kwa ajili ya makazi na kufanya shughuli zao za kijamii na kiuchumi. Kutokana na changamoto hizo, serikali iliona umuhimu wa kuunda tume hizi mbili, na baada ya kuwasikiliza wenyewe wakazi wa Ngorongoro, tukaona umuhimu wa kuunda tume hizi mbili kwa lengo la kufanya tathmini kama tulivyosema, lakini tathmini ya kina na shirikishi, na ndio maana wenyeji wa Ngorongoro walikuwemo kwenye tume hizi na hata wataalamu wa maeneo mbalimbali tuliwaweka kwenye tume hizi ili kubaini hali halisi ilivyo na kupata mwelekeo wa suluhisho la kudumu kwa changamoto hizo. Na kwa bahati nzuri leo tumesikia taarifa zao, mapendekezo yao, lakini tumeona hali halisi kwenye klipu hapa iliyochezeshwa na wote tumeona. Lakini serikali imechukua hatua hizo pamoja na changamoto zilizojitokeza kwa sababu zifuatazo. Kwanza, Ngorongoro ni urithi wa dunia, sio tu wa Tanzania, lakini ni urithi wa dunia na uko kwenye vitabu vya dunia chini ya shirika la UNESCO. Kwa hiyo ni lazima sisi ambao tumeshushiwa Ngorongoro na Mwenyezi Mungu tulinde urithi huu wa dunia. Ni eneo pekee ambalo lina ukubwa au kina cha mita 600 kwenda chini, na ikazuka hiyo crater kwa miujiza ya Mungu, na leo mambo yale yapo Tanzania, lakini si tu matokeo yale na utajiri uliomo kwenye eneo lile. Lakini vile vile ni eneo ambalo bayanuai yake ni nzuri na haina ushindani duniani. Kuna wanyama wa aina zote, wanaokula majani na wanaokula wenzao, na kwa bahati mbaya wanakula hata watu. Tumeona kwenye filamu iliyoonyeshwa hapa. Lakini kuna wanyama wanaokula majani, tuna ndege wazuri tumewaona hapa, flamingo. Kuna vivutio vingi ambavyo si rahisi kuvikuta kwingine duniani kwenye bonde moja, si rahisi. Lakini jengine ni kwamba kuna ushahidi wa uwepo wa historia ya mwanadamu miaka milioni 3 iliyopita. Ushahidi uko pale maeneo ya Odupai, lakini pia Laetoli. Ni eneo muhimu la kuhifadhiwa kwa faida ya taifa letu, lakini pia kwa faida ya dunia. Ushahidi uko pale, wanasayansi wamefanya utafiti wao miaka kadhaa na mambo yote yako pale. Lakini pia Ngorongoro ni eneo lenye misitu ya aina nyingi. Hata tulivyoona tu kwenye ile filamu, ukiangalia tu unafurahi moyo wako msitu ulivyotanda Ngorongoro. Kuna savana, kuna woodlands, kuna maeneo ya misitu mengine. Lakini pia
kuna maeneo ya volkano ambazo nyingine zinaaminika bado ziko hai pale Mpakai na Olmote. Kwa hiyo ni eneo la kuhifadhiwa, ni eneo la kunyenyekewa kwa faida ya taifa, lakini kwa faida pia ya ulimwengu au dunia yetu. Ngorongoro ni eneo la kufanyia ibada na tamaduni za wenyeji wetu. Ina maana kuna watu wako Ngorongoro. Kwa hiyo watu pia ni asset. Tuna asset ya Ngorongoro kama creator fiziki yenyewe ya Ngorongoro, lakini pia watu waliomo mle na wenyewe ni asset yetu ambayo ina manufaa kwa taifa letu. Ni eneo la utalii wa shughuli nyingi. Pale kuna utalii wa game drive, kuna utalii wa kutembea kwa miguu, kuna utalii wa kuangalia ndege na kupiga picha, kuna utalii wa aina tofauti tofauti ndani ya eneo moja. Sasa kutokana na umuhimu wa eneo hilo, kuna mchanganyiko wa shughuli za watu, binadamu ambao ni aseti yetu na mifugo yao, lakini pia ule urithi wa ulimwengu ndani ya eneo lile. Sasa kwenye filamu wamesema tuko kwenye crossroad. Tufanyeje? Watu ni wetu, ni aseti yetu na mifugo tunawahitaji. Ngorongoro tunaihitaji. Tufanyeje? Kamati hizi zimetoa mapendekezo ambayo kama serikali tutakwenda kuyafanyia kazi. Kwa ujumla, nitumie nafasi hii pia kuwapongeza wenyeviti na wajumbe wa tume hizi kwa kukubali kutwishwa jukumu hili zito. Najua lilikuwa ni zito. Mambo yalikuwa ni mengi ya kujadili. Mizunguko ilikuwa ni mingi, kuonana na watu wengi wenye mawazo tofauti ilikuwa ni jukumu zito. Lakini ni muhimu sana kwa nchi yetu. Niwapongeze kwa kazi kubwa na ya kizalendo mlioifanya kwa bidii, uadilifu na weledi ili kutimiza jukumu mlilopewa. Waheshimiwa wenyeviti wa tume na ndugu wajumbe, nimesikiliza kwa kina taarifa za tume zote mbili na kutazama makala ya video iliyoandaliwa ambayo imeonyesha hali halisi ya maeneo mliyoyatembelea. Kimsingi, taarifa za tume zimeonyesha umuhimu wa kulinda mfumo ekolojia unayounganisha eneo la hifadhi ya Ngorongoro, pori la akiba Pololeti na maeneo ya Ziwa Natron. Haya maeneo ni maeneo muhimu sana sana kwa nchi yetu. Mbali ya mambo yaliyoonyeshwa hapa na yaliyozungumzwa, kuna vitu sasa tunaanza kujua viko kwenye maeneo yale na ni muhimu kwa taifa letu. Kuna madini yanayotafutwa ulimwenguni yako kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo ni maeneo ya kuyalinda, ni maeneo muhimu kwa taifa letu. Sote tutakubaliana kwamba huu ni mfumo muhimu na wa kipekee kwa ajili ya uhifadhi endelevu wa maeneo haya kwa manufaa ya taifa, lakini pia dunia kwa ujumla. Taarifa hizi pia zimetupa taswira halisi ya changamoto za utekelezaji wa zoezi la uhamaji wa hiari kwa wakazi wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro kwenda Msomero, Kitwaibi, Saunyi na maeneo mengine. Nasi tumezisikia changamoto, tumesikia kwamba serikali tulifanya zoezi kwa nia njema, lakini tulikosea baadhi ya maeneo, na hayo ndio maeneo ya sasa kukaa na kutafakari na kurekebisha. Kwa hiyo tutaendelea na hilo zoezi, lakini baada ya kurekebisha. Ni matumaini yangu na ya Watanzania kuwa mapendekezo yaliyomo katika ripoti hizi ambayo yamekwenda kwenye maeneo ya kisera, kisheria, kiuchumi na kijamii ambayo serikali tumeshayapokea, tutakwenda kuyafanyia kazi, yatatuongoza katika kupata namna bora ya kushughulikia swala hili muhimu kwa maslahi ya wananchi na taifa kwa ujumla. Ndugu wa Tanzania wenzangu, niwahakikishie wananchi wa Ngorongoro kwamba serikali itaendelea kushirikiana nanyi katika hatua zote za utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na tume hizi mbili kwa mustakabali wa eneo hili na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Kwa ujumla niseme kwamba serikali imepokea mapendekezo yaliyowasilishwa na tume, tutayafanyia kazi ipasavyo. Kwa mantiki hiyo, ninaielekeza kama tume mojawapo ilivyopendekeza kwamba ofisi ya waziri mkuu isimamie
utekelezaji wa mapendekezo haya, sasa nami nimwelekeze Katibu Mkuu Kiongozi pamoja na Waziri Mkuu kuratibu utekelezaji wa mapendekezo haya na kuhakikisha kwamba yale yote rasilimali zinazotakiwa kwenye utekelezaji wa mapendekezo haya zinapatikana. Na nikitupa jicho hapa namuona mshika fuko la serikali PSC yuko hapa pamoja nasi. Nadhani mapendekezo ameyasikia. Ndugu zangu, ninatambua kwamba mchakato wa utekelezaji wa baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa na tume unaweza kuibua maoni tofauti katika jamii, lakini pia taasisi nyingine ambazo wana interest au wanafaidika na uwepo wa Ngorongoro na maeneo yake, unaweza ukaleta maoni tofauti. Ni waombe wa Tanzania wenzangu kulipa kipaumbele suala la uendelevu wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro na maeneo mengine ya hifadhi. Ngorongoro ni almasi yetu Tanzania, ni mali yetu Tanzania, lakini pia ni urithi wa dunia. Wale wote wanaoleta maneno kwa faida zao, kwa wanayoyaona wao, sisi Ngorongoro Mungu ameishusha kwetu Tanzania. Kwa hiyo ni yetu wa Tanzania, lakini ni urithi wa dunia papo hapo. Hatuna budi kuienzi tunu hii ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Kwa umoja wetu tunao wajibu wa kulinda na kuyahifadhi maeneo haya kwa mustakabali wa maslahi ya wenyeji wa eneo hilo, lakini pia mustakabali wa taifa letu na dunia kwa ujumla. Napoelekea kuhitimisha, nirejee shukrani zangu sana za dhati kwa wenyeviti na wajumbe wa tume hizi mbili na sekretarieti zenu kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Kazi zenu zimeweka msingi muhimu wa maamuzi ya serikali katika kushughulikia suala hili muhimu kwa taifa. Na hichi kilichofanyika ndiyo wanasema nini? Uongozi wa watu kwa ajili ya watu. Kama kuna malalamiko ya watu, natumia watu wenyewe wa Tanzania. Nendeni katizameni na tukubaliane nini tunafanya. Huko miaka ya nyuma zingetoka pesa nyingi kutafuta kamati za ushauri kutoka nje, mabingwa. Wakati wao wametoka nje wanakuja kufanya consultative services kwetu kwa Ngorongoro ambayo ipo kwetu. Tunaishi nayo. Kwa tulichokifanya hiki ni Utanzania. Hongereni sana. Sasa nihitimishe kwa kuhakikishia kwa serikali itaendelea kushirikiana na wananchi na wadau mbalimbali kupata suluhu za kudumu kwa changamoto mbalimbali zinazotokea ndani ya nchi yetu. Na tunafanya hivyo ili tuweze kulinda uhuru wetu, tamaduni na mila zetu, lakini na heshima yetu kama taifa, kama nchi. Baada ya kusema hayo, niseme sasa kwamba mapendekezo ya tume hii, taarifa za tume mbili ambazo niliziunda sasa yamepokelewa na serikali.